Jina ni Sylvan Makole, afisa mwandamizi bodi ya bima ya amana. Kwa benki hizi 7 zilizofungwa 2018, kiwango ambacho kiliwekwa cha kulipa fidia kilikuwa ni bilioni 10 na bilioni 11. Mpaka sasa tumelipa bilioni 9 na kwa imebaki kama bilioni 3 ambayo ndo haijachukuliwa. Ndio maana tunasisitizia wateja ambao walikuwa ni wateja wa hizi benki wafike kwenye matawi ya benki ya Taifa ya Biashara kwa ajili ya kulipa, kwani kuna kiasi cha shilingi bilioni 3 ambacho bado hakijachukuliwa. Fedha hizi ni nyingi, na zinavyoendelea kukaa benki kuu DIB itafikia, kulingana na sheria zetu, ikifika miaka 15 zitapaswa zirejeshwe serikalini, ambapo inaweza wale wananchi wakapoteza haki yao. Kwa ajili ya mtandao mkubwa wa matawi ya benki ya Taifa ya Biashara Tanzania Commercial Bank, zamani ilikuwa inaitwa Tanzania Postal Bank, ilipata ridhaa ya kutulipia wateja wetu ambao wanadai fidia ya bodi ya bima ya amana, kwa sababu unajua kama Njombe kule benki kuu haina tawi kule, na mikoa mingineyo Kagera. Kwa hiyo iliona kwamba tuliona DIB kwamba ni busara, ili mwananchi asipande gari akatumia fedha nyingi ili kufuatilia fedha zake. Kwa hiyo tulipa kandarasi benki ya Taifa ya Biashara kwa sasa, ambayo ipo kila mkoa, kila wilaya, ili itaweze kutulipia wananchi wetu fedha zao. Kwa hiyo mteja atakapofika pale akatoa kitambulisho chake, atatambuliwa na wafanyakazi wa benki ya Taifa ya Biashara na atajazishwa fomu na kuweza kulipa fedha zake. Na vile kwa vile pia benki kuu haina matawi Tanzania nzima, kwenye ukusanyaji wa mikopo tulipa kandarasi benki ya NMB. Kwa wateja wote ambao wamekopa kwenye hizi benki zilizofungwa kupitia benki ya NMB, na ambayo na yenyewe ipo Tanzania nzima, ipo wilaya zote za Tanzania, wateja wanaweza kulipa marejesho yao kwenye benki ya NMB. Hii yote ni kumrahisishia mwananchi ili asisumbuke kuja mpaka Dar es Salaam ambapo kuna ofisi ndogo ya DIB, au kwenda Dodoma makao makuu kwa ajili ya kulipwa fedha zake. Elimu ambazo tunatoa kwa wananchi hapa Sabasaba ni jinsi amana za wateja zinavyolindwa, kwamba wewe mteja unavyokuwa tu mteja wa benki hauna haja ya kujilinda na bodi ya bima ya amana, tayari ni mteja wetu, kwa sababu benki yako kila mwaka inakuchangia kwenye mfuko wa bodi ya bima ya amana, ambao mfuko huu ni mahususi inavyotokea benki moja hapo imefilisika, wewe mwananchi kuweza kurejeshwa fedha zako. Kwa hiyo unapokuwa wewe mteja wa benki tayari ni mteja wetu, una haja ya kujiunga. Unavoweka hela yako benki, unakaa kwa kutulia, unajua kabisa hata ikitokea kwa bahati mbaya benki kuu imefungia benki fulani, mimi fedha yangu inakuwa ipo salama. Na benki kuu pia inazisimamia hizi benki kuhakikisha kwamba zinajiendesha kwa faida, na kila kipindi cha robo mwaka benki hizi zinapaswa kutoa ripoti yake za mapato na matumizi, na kuonyesha aidha kiwango cha faida au hasara kilichopata kwenye hicho kipindi cha robo mwaka. Kwa hiyo inaweza kusema kwa mwaka mzima benki zinapaswa kuchapisha ripoti zake 5. Kipindi cha robo mwaka kuna ripoti 4, na baada ya mwaka kuisha anakuja mkaguzi anakagua, na inatoka ripoti ya ukaguzi ya mwaka mzima. Kwa hiyo mteja wa benki, unapofika kwenye tawi lako lolote lile la benki, nenda kwenye ubao wa matangazo, utaona ripoti ya robo mwaka au ya mwaka mzima ya benki yako, ya uendeshaji wake, kama inafanya hasara au inafanya faida. Kwa hiyo na zile ripoti zile zinachapishwa kwa lugha ya Kiswahili na Kiingereza, ili wewe uangalie, je, kwa kipindi hiki cha robo mwaka benki yangu imepata faida kiasi gani au hasara kiasi gani. Alafu wewe kama mteja utafanya maamuzi. Kama ukiona pia mwenendo si mzuri, unaruhusiwa pia, unaweza ukafungua akaunti benki nyingine pia na kuzihamisha. Lakini pia unaweza ukahoji, kwa nini kiwango hiki cha robo mwaka mmepata hasara? Wale wafanyakazi wa ile benki watakuwa katika nafasi nzuri ya kukuelezea kitu gani kimetokea na juhudi zao, ili kuhakikisha kwamba kama ni hasara haitokei tena, au kama ni faida imetoka kidogo ipatikane pia faida kubwa zaidi kwa kipindi cha mbeleni cha uendeshaji wa ile benki.